SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Mtazamaji wa SNTV michezo, karibu katika viwanja vya New Amani Complex. Muda mchache kabisa ni msemaji wa timu ya Simba SC, si mwingine Ahmed Ali. Muda mchache tu atazungumza na vyombo vya habari kwa ajili ya hatua ya mkondo wa kwanza wa nusu finali. Simba dhidi ya Stellenbosch, dimba ambalo hapa Amani Zanzibar utapigwa majira ya saa 10. Lakini pia tujua basi nini hasa amekuja kuongea na waandishi wa habari hapa visiwani Zanzibar. Karibu. Hapa kwa lengo kuu moja la kuzungumza nanyi kuelekea mchezo wetu wa kwanza wa nusu finali ya kombe la shirikisho Afrika baina ya Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch kutoka Afrika Kusini. Mchezo wetu dhidi ya Stellenbosch unatarajiwa kupigwa siku ya tarehe 20, siku ya Jumapili ya mwezi huu wa 4 saa 10 kamili jioni katika uwanja wa Amani Complex. Ziko sababu nyingi ambazo zimetufanya kuhamishia ama kuleta mchezo huu hapa, lakini kubwa kabisa ni kufungiwa kwa uwanja wa Benjamin Mkapa ambao kila mmoja alishuhudia mechi yetu ya robo finali na Al Masry. Hali ya uwanja haikuwa yenye kuridhisha sana, na hivyo basi mamlaka zikaufungia uwanja huo, na option iliyobaki kwa Simba ni kuja katika uwanja wa New Amani Complex, ambapo uwanja huu umekidhi vigezo vya CAF na ndio uwanja ambao Simba Sports Club tumeona ni sehemu salama sana kuja kucheza mchezo huu, na tukiamini ya kwamba tutapata kile ambacho tunakitaraji kwa sababu ya ubora wa uwanja wenyewe. Lakini kama haitoshi, Zanzibar ni second home ya Simba Sports Club. Kikosi cha Simba kinataraji kuwasili kesho Jumatano. Tutaondoka Dar es Salaam saa 3 na kufika hapa majira ya saa 5, na tutakuwa hapa kuanzia hiyo kesho Jumatano mpaka siku ya mchezo wetu. Tumeamua kuja kuweka kambi yetu hapa kujiandaa na kufanya maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Tulionelea tuje hapa mapema ili wachezaji waanze kabisa kuzoea kila kitu kinachohusiana na Zanzibar, ili ikifika siku ya mchezo wachezaji wawe familia kabisa na mazingira ambayo tunakwenda kukutana nayo siku ya tarehe 20. Wapinzani wetu Stellenbosch mpaka sasa bado hawajatupa taarifa rasmi wanawasili lini, kwa hiyo tunasubiri kusikia kwao kama watakuja moja kwa moja hapa Zanzibar ama watapitia Dar na kuja huku. Tukishapata taarifa yao tutakuja kuwajulisha ili ratiba nyingine ziendelee. Simba Sports Club tunacheza nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika baada ya miaka mingi sana kupita. Mara ya mwisho Simba kucheza hatua ya nusu finali ni mwaka 1993. Ni miaka mingi imepita. Baada ya jaribu nenda na rudi, hatimaye mnyama amerejea tena kwenye hatua ya nusu finali. Baada ya kujaribu na kushindwa kwa takriban mara 5 mfululizo, mara hii ya 6 tumefanikiwa kufuzu na kuingia hatua ya nusu finali. Sisi Simba Sports Club, kuanzia bodi ya wakurugenzi, management pamoja na mashabiki, tunayo furaha kubwa mno kufanikiwa kuingia hatua ya nusu finali. Imani yetu ni kwamba tukifanikiwa kuvuka na kwenda hatua inayofuata, kwa maana hatua ya finali, tutakuwa tumepiga hatua kubwa zaidi kwenye ubora wa kafu, na hayo ndiyo malengo ya Simba Sports Club. Katika mchezo wetu huu dhidi ya Stellenbosch, wako watu ambao wameshaingiwa na ubaridi kwa sababu tu tumehama kutoka Benjamin Mkapa tumekuja uwanja wa Amani. Wengi wana imani kubwa ya kwamba Simba ana uwezo wa kufanya vizuri anapokuwa katika dimba la Benjamin Mkapa.
Imani ya kwamba Benjamin Mkapa hatoki mtu imewaingia na kuwavaa wana Simba. Hawa ndio ambao wanapata mashaka kuhamia uwanja wa Amani. Simba ataendelea kufanya ubaya ubwela kama kawaida kuhamia uwanja wa Amani. Simba ataendelea kuwa na ubora wake ule ule kuhamia uwanja wa Amani. Simba tutaweza kuvuka na kwenda hatua ya fainali. Kila mmoja anaamini hii ingewezekana kama ingekuwa Benjamin Mkapa, kwa sababu pale ni sehemu ambayo Simba tunakuwa hatueleweki ni kiumbe cha aina gani. Niko hapa kuwaambia, kuwahakikishia na kuwatoa hofu wana Simba, na niwaambie tu ya kwamba shehe ndiye ambaye amebadilika, kanzu ndiyo ambayo imebadilika, lakini shehe wetu ni yule yule. Tumehama kutoka Benjamin Mkapa, tumehama kutoka Tanzania bara na kuja uwanja wa Amani, lakini mnyama ni yule yule na atakayo kwenda kuyafanya ni yale yale, na malengo yetu ni yale yale, kuvuka nusu fainali kwenda hatua ya fainali. Kauli mbiu yetu katika mchezo wetu wa robo fainali kwenda nusu fainali tulisema hii tunavuka. Tuliweka wazi kwamba hii tunavuka kwa sababu tulihitaji kweli kuvuka kutoka robo fainali kwenda nusu fainali. Na sisi kwetu hatua ya nusu fainali mwaka huu ilikuwa ni kitu muhimu kweli kweli. Niliwahi kueleza ya kwamba katika mechi hile tumeweka kila kitu mpaka uhai wetu kuhakikisha kwamba tunavuka, tunakwenda hatua ya nusu fainali. Nguvu kubwa, kazi kubwa, juhudi kubwa, maarifa makubwa yalitumika kuhakikisha kwamba Simba anatoka robo fainali anakwenda nusu fainali. Ni hatua ambayo kila mwana Simba alikuwa na iota siku moja klabu yake ifikie hatua hiyo. Asante Mungu, tumefanikiwa, tumeingia hatua ya nusu fainali. Je, baada ya kuingia nusu fainali tunafanyaje sasa? Tunakwenda na kauli mbiu gani sasa? Tujipukute tuseme ya kwamba tumefanikiwa, hii ndio ilikuwa ndoto yetu, ama tufanye kitu gani? Kauli mbiu yetu kuelekea hatua ya fainali, kuelekea mchezo huu tunasema hatuishii hapa. Baada ya kufanikiwa kuingia nusu fainali, hapo sio mwisho wetu Simba Sports Club. Tunasema hatuishii hapa, kwa maana kwamba tunatoka kutoka hatua ya nusu fainali tunakwenda mpaka fainali. Ndugu zangu wana Simba, hii sio mechi ya mtu mmoja, hii sio mechi ya viongozi, na wala hii sio mechi ya wachezaji. Hii ni mechi ya kila mwana Simba. Kila mwana Simba aicheze hii mechi kadri anavyoweza, mara 3 ya nguvu aliyokuwa nayo, kuhakikisha kwamba mnyama anatoka nusu fainali anakwenda fainali. Na kwa hapa sasa, na kwa mechi hii sasa, tunatakiwa kuunganisha nguvu ya visiwani na nguvu ya bara, ziwe zote kwa pamoja, tumpeleke mnyama fainali. Hiyo inawezekana sana. Mchezo wetu wa Jumapili, viingilio vya mchezo huo. Kwanza niseme uwanja wa Amani, baada ya kujiridhisha na kuwasiliana na mamlaka husika, zimetuthibitishia kwamba uwanja unaingiza mashabiki 15,885. Hivyo tunapaswa kuujaza uwanja huu bila siti yeyote kubaki. Ingekuwa inaruhusiwa kila siti moja tungekaa watu wawili, ili walau tupate watu 30,000 hivi tuweze kufanana na mandhari ya Benjamin Mkapa. Lakini uwanja unaingiza watu 15,885. Ndizo tiketi ambazo zitaanza kuuzwa kuanzia hii leo. Viingilio VIPA itakuwa ni shilingi 40,000. Tunaposema VIPA, unapoingia uwanja wa Amani, kwa wale wenyeji uwanja wa Amani, hapa VVIP
wanapokaa wakubwa wa nchi na wageni waalikwa. Ili shavu la kushoto na kulia hapa ndiyo VIPA, pale ni shilingi 40,000 kwa kichwa. VIPB Urusi ni shilingi 20,000. Mzunguko ni shilingi 10,000. Na tiketi zitauzwa kwa mtindo wa N-card. Kwa hapa Zanzibar kutakuwa na vituo 15 kwa maana ya Unguja na Pemba ambavyo vinauza tiketi kwa mtindo wa N-card pamoja na duka la TTCL. N-card zinapatikana hapo, na kuanzia hivi sasa tiketi zinapatikana katika maeneo mbalimbali. Nitayataja hapa kwa faida ya wale wanaoishi Zanzibar, lakini vile vile tutatoa tangazo maalum ya vituo vyote ambavyo vinauza tiketi kwa hapa visiwani Zanzibar. Kwa wale wa Dar es Salaam, vituo vyote vya Dar es Salaam ambavyo vinauzaga tiketi katika mechi za nyuma vile vile vitaendelea kuuza tiketi katika mchezo wetu huu wa nusu finali. Mechi ni saa 10 kamili, na hili ningependa tusisitizane hasa kwa wenyeji hapa, na kwa kuwa nyie ndio wenye huu mchezo lazima tuwekeze nguvu kukumbushana kuhusu nyinyi. Tumezoea mechi zetu hapa mara nyingi ni saa 2:15 usiku, umeshashiba vizuri bofu yako unakuja uwanjani. Mechi hii ni saa 10 kamili jioni, jua kali linawaka, ndio mechi inapigwa. Na kwa makusudi na kwa sababu zetu tumeweka muda huo, kwa sababu muda mzuri wa mazishi waga ni saa 10. Na sisi mida yetu yote ambao tukitaka kufanya ubaya ubwela na inatiki waga ni saa 10. Kwa saa 10 tunakwenda kuzika mtu New Amani Complex. Na mtazamaji wa SNTV Michezo, bila shaka umejisikia mengi ambayo semaji la kafu si mwingine Ahmed Ali, ambaye ndiyo msemaji wa timu ya Simba SC, amezungumza mambo kadha wa kadha na waandishi wa habari hapa katika ukumbi wa New Amani Complex visiwani Zanzibar kwa ajili ya mechi ya tarehe 20 ambapo Simba atamkaribisha mpinzani wake Stellenbosch kutoka Afrika ya Kusini. Bila shaka mambo mbalimbali, vikomo vingilio kadha vimezungumziwa na maeneo mbalimbali ambapo watu kwenda kununua, lakini pia mtanange huo utapigwa majira ya saa 10 kamili alasiri. Nyuma yangu hapa katika uwanja wa Amani New Complex. Kutoka hapa visiwani Zanzibar, ni mimi ripota wako Suleiman Sadik Mkumkabaji, SNTV Michezo. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online. Huu ni wakati wetu.